Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuiona siku. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninakusalimu kwa jina la Bwana, wewe ambaye unaendelea kunifuatilia. Mungu akubariki sana. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Jackson Komando. Naendelea kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Leo kuna kitu ambacho ninasikia moyoni mwangu kukisema, na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya vile ambavyo anaendelea kuviachilia ndani yangu. Najua sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako wewe ambaye Mungu anataka kukuponya. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, na hii inawahusu wana wa Mungu. Kwa vitu vingi ambavyo tunavyovisema kwa ajili ya wana wa Mungu. Maana wana wa Mungu wamekuwa ni watu wajinga, wamekuwa ni watu wajinga ambao wenyewe wanafuata tu mikumbo ya dunia. Kwa hiyo na Mungu anaona watoto wake wanapotea kwa ajili ya ujinga ya kuifuata dunia. Kwa hiyo Mungu anafunua vitu kwa watumishi wake ili kwamba watoto wake wasije wakaangamia na wakapotea kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mission za shetani ambazo anazifanya katika dunia hii. Kwanza ukiwa mwana wa Mungu lazima ujijue kwanza wewe sio rafiki wa dunia. Wewe sio sehemu ya dunia hii. Wewe sio sehemu ya dunia hii. Kwenu ni mbinguni, sio hapa duniani. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo kwa kutokujua ama kwa kujua unavifanya, lakini kadri unavyoenda kuvifanya ndivyo unavyoendelea kupotea, ndivyo ambavyo unavyoendelea kupotea. Lakini Mungu hataki upotee, ndio maana analiweka neno ndani yetu ili kwamba tuje tukwambie. Ndio maana nimesema kwamba hii ni kwa ajili ya wana wa Mungu. Kwa vitu vingine ambavyo kuvisema hapa, anasema kwamba mbona mtumishi anakuwa anasema hivyo vitu hivyo, anatakiwa useme vitu vingine. Hapana, kwa vitu vingine tunavisema kwa ajili ya wana wa Mungu, ili kwamba wasije wakapotea kwa ajili ya kufuatilia vitu ambavyo haviwahusu. Kitu ambacho anakuja kukisema na kwa mujibu wa neno, kitu ambacho kukisema mahali hapa ni juu ya agenda ambayo amepewa huyu msanii wa kidunia, huyu msanii wenu wa kidunia, huyu Zuchu. Agenda ambayo amepewa, na shetani, na kwa sehemu kubwa amefanikiwa. Kuna agenda ambayo shetani amempatia, na kwa sehemu kubwa amefanikiwa. Na wana wa Mungu, watoto wa Mungu, nawe pia wameingia kwenye mkumbo huo. Na mimi nimekuja hapa kwa jina la Bwana, na kuja mbele zako kwa jina la Bwana, kwa ajili yako wewe mwana wa Mungu. Kama ukisikia video hii, najua wewe kama sio mwana wa Mungu utonielewa. Lakini kwa mwana wa Mungu atakayesikia video hii, naamini atanielewa. Ila wewe ambao utonielewa, wewe sio mwana wa Mungu, ndio maana hauwezi ukanielewa. Lakini kwa mwana wa Mungu atanielewa. Ipo agenda ambayo shetani amempatia huyu msanii wenu Zuchu. Ipo agenda ambayo amempatia, na kwa sehemu kubwa amefanikiwa. Kuna kitu ambacho kipo kwenye mwili wake. Wewe unaweza kuona kama ni cha kawaida, kumbe shetani amempatia hicho kitu kwamba akipromote, na kwa sehemu kubwa amefanikiwa. Ukimwangalia huyu msanii kwenye pua yake, kuna nini? Hii nini ambaye ametoboa, kuna nini? Kuna nini? Sijui ni heleni, sijui ni nini ameweka kwenye pua yake. Hii ndio agenda ambayo adui amempatia, ili kwamba watu wengi wamfuate, na wana wa Mungu pasipokujua wamfuate. Lakini tambua, anayetafutwa katika agenda zote za shetani ni wewe mwana wa Mungu, ni wewe mwana wa Mungu. Kwa hiyo usije kaingia kwenye mtego. Unakuta mtoto wa Kikristo, na yeye ametoboa pua hapa puani, ametoboa pua. Wakati Mungu anakataa kwa watoto wake kufanya mambo kama hayo. Kuna maandiko tunataka kuangalia, ili kwamba uende ukajue kile ambacho Mungu anakisema juu ya hilo jambo. Ndio ujue kwamba ni agenda ambayo adui amempatia,
na kwa sehemu kubwa amefanikiwa, kwa sehemu kubwa amefanikiwa. Hata watoto wa Mungu nakuta ukitembea barabarani, Mkristo kuta naye ametoboa pua. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya huyu msanii, sababu msanii. Na mmeshasema kwamba msanii ni kioo cha jamii, msanii ni kioo cha jamii. Mmesema hivyo kwa sababu wana wa Mungu wanamfuatilia, wakimfuatia sababu kuna roho ambayo tayari imeachiliwa ndani yake, na wenyewe wanatamani kuwa vile. Sina maana kwamba yeye ndio wa kwanza kufanya hivyo, kwamba kutoboa pua yeye ndio wa kwanza, hapana. Ila yeye amekuja kuipromote hiyo, maana alipoanza kuonekana katika muonekano huo, watu wengi wameonekana katika muonekano hiyo, ya kutoboa nini, ya kutoboa pua zao. Twende kuangalia neno la Mungu kwenye kile kitabu, tuanze kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuanze kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya, tuanze Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 14. Tuanze kwenye Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 14. Kumbukumbu la Torati. Ama tuanze kitabu cha Hosea. Tuanze kitabu cha Hosea. Kitabu cha Hosea 2:13. Tuanze kitabu cha Hosea 2:13. Tuangalie Mungu anavyosema, Hosea 2:13, neno la Mungu linasema, Hosea 2:13 na Mungu anasema, na mimi nitawaadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali aliyowafukizia uvumba, hapo walipojipamba kwa pete masikioni hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake, na kwa vito, asema Bwana. Kwa hiyo kuna kitu hapa ambacho Mungu anakisema juu nini, juu ya kujitoboa. Mungu hataki watoto wake wajitoboe kwa namna yoyote ile. Mungu hataki watoto wake wajitoboe kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu, epuka sana usije ukaingia kwenye ajenda hii ambayo shetani amempatia huyu msanii wenu, hii ajenda ya kujitoboa, hii ajenda ambayo amepewa ya kuhusu kujitoboa. Asante sana. Kwenye nini? Twende kwenye hii kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati 14:1. Neno la Mungu linasema, ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje miili yenu, wala msifanye upaa katika macho yenu kwa ajili ya waliokufa. Narudia tena, ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje miili yenu, wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya aliyekufa. Kwa hiyo hapa Mungu amekataza kwamba sasa nyinyi ni wana wa Bwana Mungu wenu, lakini msijitoje, ile kutoga katika miili yenu, katika miili yenu. Kwa hiyo Mungu amekataza kwamba usitoboe mwili wako, usiutoboe mwili wako. Mungu amekataza sababu kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, Kwa hiyo ndio ajenda ambayo adui amempatia, ameiweka kwa huyo msanii, na kwa sehemu kubwa amefanikiwa. Kwa sehemu kubwa amefanikiwa. Na tuseme hivi kwa ajili ya kusema kwamba tunasema hivi kwa ajili ya kutafuta kiki, hapana. Nasema mimi kama mimi nasema hili kwa ajili ya wana wa Mungu. Na hiki ni kitu ambacho toka wiki iliyopita nilikuwa napata msukumo ukizungumzia, napata msukumo wa kuzungumzia. Leo imempendeza Mungu nikiseme. Kwa hiyo mwana wa Mungu, angalia usije ukaingia kwenye mkumbo huo wa kutoboa mwili wako, kwa sababu umemwona kwamba huyu ametoboa na wewe ukatoboa. Nimesema hii inawahusu wana wa Mungu. Wewe kama sio mwana wa Mungu huwezi ukanielewa, lakini kwa wana wa Mungu watanielewa. Na kama unasikia ujumbe huu, labda tayari umeshatoboa mwili wako, ushatoboa pua lako,
na sikio lako labda pia ushatoboa. Mungu amekataza usitoboe mwili wako, usiutoboe mwili wako. Labda unasikia hivi na umeshatoboa, cha kufanya tu ni kuomba rehema, Mungu akusamehe. Mungu ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, amejaa rehema, amejaa rehema. Na Mungu ni Mungu wa kugairi mabaya. Anapodhamiria kufanya tendo baya kwako, lakini ukiomba toba, Mungu anagairi kile kitu ambacho alikuwa ukipenda kwa ajili yako. Mradi tu umesikia na ukaelewa. Kwa hiyo hiyo ni agenda ambayo amepewa, na ameipromote. Watoto wengi wa kike tayari wapo kwenye mfumo huo ambao adui amempatia, amewapatia. Na watu ambao kwa mujibu wa neno la Mungu ambao walikuwa wanatoboa masikio yao, walikuwa ni watumwa. Ili kwamba ukimwona mtumwa usije kujiuliza kwamba huyu ni nani. Kwa kumwangalia tu umjue kwamba huyu ni mtumwa. Na watu wengi wamefikiria kuwa watumwa, na watumwa hawaendi mbinguni. Watumwa mbinguni. Yesu alikuja kusema kwamba yeye amekuja atwiti. Yesu amesema kwamba yeye atwiti tena sisi watumwa bali rafiki. Kwa hiyo kama wewe ni mtumwa kwa kutoboa masikio yako, basi hauwezi ukaenda mbinguni, kwa sababu wanaotobolewa masikio ni watumwa. Kumbukumbu la Torati 15:17 neno la Mungu linasema hivi. Kumbukumbu la Torati 15:17 neno la Mungu linasema hivi. Ndipo utwae uma upenyeze katika sikio lake, uingie katika ubao wa mlango, naye atakuwa mtumishi wako milele. Narudia tena. Ndipo utwae uma upenyeze katika sikio lake, uingie katika ubao wa mlango, naye atakuwa mtumishi wako milele. Kwa hiyo ambao kwa tobolewa masikio, walikuwa ni watumwa kwa agizo la Mungu. Mtu achukue uma atoboe sikio, ili kwamba huyo mtu aendelee kuwa mtumwa. Ukiangalia habari ni pale labda mtumwa alikuwa muda wake wa kuondoka umefika, lakini labda yeye hataki kuondoka, anataka kuendelea kubaki hapo, aendelee kuishi hapo. Ndipo Mungu atoa maagizo kwa mtu kama huyo, achukue uma apenyeze kwa masikio yake, ili kwamba huyo mtu aendelee kuwa mtumwa wa huyo bwana wake ambaye kwa anamtumikia. Kwa hiyo mwana wa Mungu, hili ni neno la Bwana. Usiingie kwenye mkumbo wa hawa wasanii wa kidunia. Usiingie kwenye mkumbo. Mungu akubariki sana. Endelea kunifuatilia. Naamini Mungu ni mwema, ataendelea kukubariki. Shalom.